mabibi na mabwana, kwa majina naitwa Saidi Kagomba Chenja, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam na taifa. Moja, tumewaita hapa ndugu waandishi wa habari kuweza kushukuru kwa vijana wetu wa bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania nzima kwa ujumla, kwa amani waliokuwa nayo na utulivu waliokuwa nao, na tumesema waendelee na utulivu huo huo. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kuwashukuru vijana wetu wote hawa maafisa wa usafirishaji. Lakini jambo la pili, tulikuwa tuna maandalizi ya kongamano kubwa ambalo kongamano hili lilikuwa linabeba zaidi ya watu 5,000. Katika hili kongamano tulikuwa tulifanye Disemba hii, lakini kutokana na haya mambo yaliyokuwa yametokea pakati tumebidi kuliahirisha. Tutalipeleka mpaka Januari, mpaka hivyo tutakapopenda tutataja tarehe ni lini. Lakini katika tarehe hiyo ambayo tutakayotaja, moja hilo kongamano litakuwa lina mambo yasiyozidi 5 au 6, lakini nitataja mambo mawili. Jambo la kwanza, serikali lazima iangalie changamoto za bodaboda na bajaji, la kwanza. Lakini la pili, lazima iangalie fursa ya kuwawezesha wa bodaboda na bajaji. Na tunaona ndani ya siku 100 ambazo alizotoa zile Mheshimiwa Rais alisema ndani ya siku 100 zitatoka zile bilioni 200. Lakini katika zile bilioni 200, na sisi kama maafisa usafirishaji mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla, tuone kwamba tunaweza kunufaikaje katika hizi bilioni 200. Sasa na katika hilo kongamano kubwa hatutolifanya kuwepo sisi tu. Tumezoea tukifanya mikutano yetu tunakuwa na wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, lakini mkutano huu mkubwa tutaomba tuwe na kiongozi mkubwa wa serikali ili kumweleza changamoto za bodaboda na bajaji, ili kumweleza fursa ambazo zinatakiwa zipatikane kwenye bajaji na bodaboda. Na fursa hizi au changamoto hizi hatutohitaji ziwe tumezipeleka changamoto zetu halafu zimekaliwa kimya. Changamoto hizi tutaomba zitakapofika basi wazifanyie changanuzi kwa haraka sana, ili kuona hawa vijana wa bodaboda na bajaji wanasaidiwaje au zinaondokaje zile changamoto zao kabisa. Kwa haya machache, napenda kuwashukuru waandishi wa habari. Asalamu alaykum. Ndugu waandishi wa habari, tumwaitini hapa. Kwanza napenda kuwashukuru machinga mamalishe nchi nzima kwa utulivu walioonyesha kutoandamana tarehe 9 na tarehe 25 ambayo ilikuwa imepangwa maandamano. Na wapongeza sana na niwashukuru sana mamalisha na machinga, kazi hiyo wameweza kuifanya, lakini wameonyesha utulivu. Naomba waendelee na utulivu huo kama walivyofanya tarehe hizo. Pili, maandalizi ya kongamano la machinga kubwa sana la kitaifa litakalotarajia kufanyika Januari, tarehe tutaitaja. Kongamano hili inaweza kuchukua machinga zaidi ya 5,000, zaidi hata 6,000. Ndugu waandishi wa habari, ajenda itakayokuwa nayo ni 2 au 5. Ajenda ya kwanza ni kuhakikisha machinga wanapata fursa, na fursa hizo ziwanufaishe machinga katika hali ambayo Mheshimiwa Rais ameahidi bilioni 200. Lakini wana changamoto zao. Changamoto walizonazo tunaomba serikali zitatue, sio kuzikalia kama walivyozoea kuzikalia. Safari tunaomba changamoto za machinga zote nchi nzima zitatuliwe kwa muda mwafaka. Pili, fursa ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa kama nilivyosema bilioni 200. Lakini tukue fursa hii kuwashukuru sana machinga mamalishe, na nyie waandishi wa habari na washukuru sana kwa kuja kwenye kikao hiki. Asanteni sana. Kwanza umesema ndugu mwandishi wa habari, unataka tukutajie changamoto 2. Changamoto ya kwanza ya bodaboda au bajaji kuto kupata mikopo kwa wakati. Lakini pili, kuto kutengenezewa mipango kazi mizuri ya wao uboreshaji wa ufanyaji wao kazi. Kwa sababu ukiangalia wengi katika vituo vyetu wa bodaboda au bajaji tunakaa chini ya jua. Lakini serikali katika hiyo changamoto inaweza ikatengeneza vibanda vya kisasa, bodaboda na bajaji wakakaa pale pindi wanapoweza kusubiri abiria. Kwa changamoto ya kwanza ni hiyo, upatikanaji wa mikopo, lakini changamoto ya pili ni hiyo, pale bodaboda na bajaji wanapokaa mazingira sio rafiki.
kabla sijataja jina langu, naitwa Ernest Matondo Masanja, mwenyekiti wa machinga taifa. Changamoto ya machinga ni jina langu naitwa Ernest Matondo Masanja, mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania. Changamoto ya kwanza ya machinga kutokuwa na maeneo rasmi ambayo yanafikika kwa urahisi katika kazi zao za machinga. Tunaomba sasa turudi mezani tuangalie namna gani machinga watapatiwa sehemu ambazo zinaweza kufikika vizuri kibiashara. Changamoto ya pili ni fursa ambazo tunahitaji kuzipata ni fursa za kifedha. Tayari Mheshimiwa Rais alishaweka bilioni 18 ambazo zipo, lakini kuna bilioni 200. Watazipataje machinga ili waweze kufanya kazi, ili waweze kuinua kiuchumi wao? Ile na swala mgambo ambao unasumbua machinga, tunaomba watafutie kazi, kwa sababu sasa machinga wanatakiwa wapate pesa zao, wafanye kazi kwa urahisi, wasio wanasumbuliwa na mgambo. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.